Karibu ndani ya shirika la Dreams at Labs. Ndani ya hii video ndaonesha namna gani kuunda kundi kwenye application ya DreamSave. Hiyo ni rahisi sana. Basi yote kwenda kwenye maandishi unda kundi mpya, umefinya hapo. Kisha hapo nafinya tuanze. Kuunda kundi kwenye application ya DreamSave ni rahisi sana. Nitakulomba tu kuingiza taarifa zifuatazo. Basi acha tuanzie ku profile ya kundi. Tunafinya hapo. Hapo utachagua kitambulisho ya kundi yenu. Utachagua kwa mfano ile. Kisha hiyo utaingiza jina ya kundi yenu. Tuseme jina ya kundi yenu ni wamama wenye nguvu. Wamama wenye nguvu. Kisha hiyo shirika ya Dreams at Labs inakuambia uingize nafasi ambapo mnafanyia mikutano zenu. Inaweza kuwa ndani ya kanisa, masomo, ndani ya mkoa fulani ama kwa mwanamemba fulani. Lakini sisi tuseme tunafanya mikutano zetu kwa ama ndani ya kanisa. Ndani ya kanisa. Hapo application inakuomba kuingiza nchi yenu ambamo unapatikana. Kama location inawasha kwenye simu yenu, basi hapo nchi itajileta yenyewe kama hivi mnaona hapa RD Congo. Kisha hiyo kunakuwa ulizo, tunapenda tujue kama hii kundi ni kundi halisi ama kundi ya kweli ama ni kundi ya mazoea. Mtakumbuka kama ndani ya video ambayo tulianza nayo tulipana utofauti ya kundi halisi na kundi ya mazoea. Basi ndani ya video tuseme ni kundi halisi. Tunafinya hapo. Kisha tunafinya ya kufuata. Hapa kunakuwa ulizo ambao tunapenda tujue kama kundi yenu inatumika na washikiliaji ama ONG fulani. Tuseme ndiyo, na mara mingi kama kundi yenu inatumika na washikiliaji ama mshirika fulani, kusema huyo tayari amekwisha kusaini mapatano na shirika la Dreams at Labs. Tuseme ndiyo. Hapa itakulomba kuingiza ID ama namba ya mshikiliaji wenu. Hizi namba zinapewa na mshikiliaji mwenyewe kwenye kundi. Ni kusema kwa mfano mimi ndaingiza hapa 111. Hii ni mfano tu. Chini ya hapo tunaombwa kuingiza namba za kumbukumbu ya mshikiliaji. Inamaanisha nini? Kunakuwa washikiliaji ambao wanapana namba ama code kwa kila kundi kwa malengo ya kujua namna gani ya kutafuta hiyo kundi. Kama kundi yenu ina hiyo code ama hiyo namba, mnaweza kuingiza hapa chini. Na kama hamna nayo, mnaweza mkaacha hivyo kwani haiko short. Basi nimefinya ya kufuata. Kisha hapo shirika ama application ya DreamSave inaomba upane ruhusa kwa mshikiliaji ili mshikiliaji ama ONG ikuwe naona rekodi za kundi. Hapa mtatambua kwamba shirika ama mshikiliaji halitakuwa naona taarifa za mwanamemba namna ya kipekee, hapana. Lakini mshikiliaji atakuwa na uwajibu wa kuona taarifa za kundi ya wanamemba wote kwa jumla. Hiyo ni kitu ya maana sana. Ni kusema ukifinya ndiyo, ni kusema unapatia mshikiliaji hiyo ruhusa. Ukifinya hapana, ni kusema mshikiliaji hatakuwa naona rekodi ama taarifa za kundi yenu. Basi mwa hii video tuseme tunaruhusu mshikiliaji kuona
taarifa za wanamemba wetu wote ama za kundi yote. Basi tunafinya ya kufuata. Kisha hapa application inapenda kujua ni mara ngapi tayari mmekwisha gabula ama kugawa pesa zenu za mwisho ya kikundi. Tuseme inaweza kuwa ni limoja, ni kusema utaingiza moja pale, ama kama bado hamja gabula, hii ni kipindi yenu ya kwanza, unafinya ndani ya hii kibweta. Lakini tuseme sisi tayari tushaka gabula mara moja, tunafinya ya kufuata. Hapa tunapenda tujue kwamba ama tunapenda tujue kama kundi yenu tayari imekuwa katikati ya kipindi ama ni kundi ambayo inaanza sasa mikutano mpya. Mafasirio kuhusu hiyo tulipana mu video iliyopita. Ni kusema kundi ambayo inakuwa katikati ya kipindi ni kusema wanamemba fulani tayari wamekuwa na mikopo, tayari wamekuwa na akiba, na tayari wamoja wamekuwa na fidia ama amande. Lakini kundi ambao inaanza ni kusema inaanza upya, ni kusema haijakuwa bado na hizo taarifa. Basi tuseme hapa kama tuko katikati ya kipindi, tunafinya hapo, kisha tunafinya tena ya kufuata. Hapa application ya DreamSave inapenda ijue ni mikutano ngapi tayari kundi yenu imekwisha kufanya. Basi tuseme kwa mfano tumekwisha kufanya mikutano 2. Chini hapa application inakuomba kuingiza fungu la mkopo. Fungu la mkopo ni kusema ni pesa za mfuko wenu wa mkopo. Ni kusema pesa ambazo ziko ndani ya sanduku yenu na pesa ambazo zinaweza pewa kwa wanamemba ambao wanahitaji mkopo kwa sasa. Basi tuseme kwa mfano ndani ya sanduku yetu tuna pesa 10,000 pesa za kikongomani. Vile vile application inaomba uingize pesa ambazo mnazo ndani ya mfuko wenu wa jamii. Tuseme tunakuwa tayari na 2,000 pesa za kikongomani. Kisha hapo tumefinya imefanyika. Hapo tayari utaona kama tunakuwa tumemaliza profile ya kwanza ya kundi. Basi ingine mambo kuhusu kundi tutaiona mu video inayofuata. Asante.